kwanza ya semina tuliangalia kwa habari ya madhara ya usaliti. Madhara ya usaliti, tuliangalia jambo hilo. Siku ya pili tukaangalia kwa habari ya kushinda mauti. Tukaona Yesu ameshinda mauti. Na siku ya tatu jana tuliangalia kazi alizozifanya Yesu kule kuzimu. Tukaona kazi alizozifanya Yesu kule kuzimu. Leo ni Pasaka. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Nasema tunasherekea ushindi wa Bwana. Haleluya. Tutakwenda kuangalia neno la Mungu ambalo litatuongoza katika ujumbe unaosema Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi. Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi. Ninaomba nipate msomaji atakayesoma maandiko haya, na baada ya hapo tutaendelea. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 13. Kitabu cha Kutoka, naomba msomaji, Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 13, na Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 hadi wa 15. Maandiko hayo tutasoma. Ninaomba msomaji aweze kusoma Kutoka. Karibu. Kutoka 12 mstari wa 11, Biblia inasema anzia 12. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 13. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitapoiona ile damu, nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Karibu Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 hadi wa 15. Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 hadi wa 15. Karibu sana. Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambayo kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Nitaomba kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu mkuu kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Ni wakati mzuri tunapokwenda kulitafakari neno lako. Naomba Roho Mtakatifu kanitumie kama chombo tu, na yote yakatoke kwako. Kwa utukufu wa jina lako ninaomba nikiamini. Wote tuseme amen. Amen. Wote tuseme amen. Amen. Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi. Wote tuseme Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi. Asili ya Pasaka ni katika taifa la Israeli wakiwa wako utumwani Misri. Na Bwana akawafanyia muujiza baada ya kupita kwenye mateso na utumwa kwa muda wa miaka 430. Mungu akafanya muujiza wa kuwatoa katika ule utumwa, na ndio maana ikawepo Pasaka. Kuna mambo yakatokea ambayo yanaonyesha ni Pasaka. Kwa namna gani? Siku ile wanayoondoka, pamoja na mapigo waliopigwa mapigo 10 wana wa Misri, lakini pigo la mwisho likadai wachinje mnyama, halafu wapake damu kwenye miimo ya milango. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, wakapaka damu kwenye miimo ya milango. Na yule malaika wa kudhuru, wa kuua, alipokuta damu kwenye mlango pale juu, basi hakudhuru watu wa nyumba ile, akaenda kwenye nyumba zingine. Kwa hiyo pigo lile, wazaliwa wa kwanza wa nchi ya Misri
wa wanyama pamoja na watu wakafa. Kwa sababu ya damu wana wa Israeli wakawa salama. Kwa sababu ya damu aliyomwaga Yesu Kristo, nakwambia uko salama kwa jina la Yesu. Nasema uko salama kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli walipita kwenye utumwa usiokuwa wa kawaida, lakini Bwana anawakomboa. Na alipokuwa akipita yule malaika alikuwa anaruka juu. Alipokuwa anaruka juu, neno lile linaitwa Passover, ndio neno Pasaka linapatikana. Kwa hiyo tunapoadhimisha Pasaka tunakumbuka kwa habari ya Yesu, lakini asili yake ilianza na wana wa Israeli. Nataka nikwambie, hautadhurika kwa sababu umemkubali Yesu. Damu yake imeingia ndani yako. Nasema damu yake imeingia ndani yako. Wachawi hawakuwezi tena, mapepo hayakuwezi tena, magonjwa hayakuwezi tena, utumwa wa kuzimu haukuwezi, kwa sababu naye Yesu. Kwa ile damu ilikuwa ina maana. Akasema nitapita katikati. Na kweli yule malaika akapita na akafanya ile kazi ambayo Mungu amempa. Na kwa jinsi hiyo wana wa Israeli wakaondoka utumwani. Utumwani walipokuwepo Misri, kwa muda huo waliokuwa katika nchi ya Misri, kuna mambo ambayo waliyapitia. Jambo la kwanza ambalo walipitia ni utumwa wa kikatili. Ni utumwa wa kikatili. Nataka nikwambie, wana wa Israeli wanapokumbuka kwa habari ya Pasaka, wanakumbuka kwa habari ya utumwa wa kikatili waliopelekwa na waliofanyishwa na wana wa Misri katika nchi yao. Wanakumbuka jinsi ambavyo walibeba matofali, wanakumbuka jinsi ambavyo waliteswa, walikumbuka jinsi ambavyo wanapigwa. Nataka nikwambie, walitumikishwa isivyokuwa kawaida, waliteswa isivyokuwa kawaida. Hiyo ni kwa namna ya mwili, kwa namna ya rohoni. Mimi na wewe tuliteswa na adui shetani. Mimi na wewe tulionewa na adui shetani, lakini kwa neema yake Bwana tumekombolewa. Nasema tumekombolewa. Umetolewa kwenye ule utumwa uliokuwa nao. Unajua uvutaji wa sigara ni utumwa, lakini kwa kifo cha Yesu kiu ya sigara imeondoka katika jina la Yesu. Unajua kuna magonjwa ni utumwa, lakini kwa damu ya Yesu Kristo kila aina ya magonjwa yameondolewa kwa jina la Yesu. Unajua kuna tabia ni utumwa, kwa jina la Yesu zimeondolewa kwa jina la Yesu. Yesu Kristo ametusaidia kututoa katika utumwa wa dhambi kwa kifo chake pale msalabani. Mpigie Bwana Yesu makofi, maana tunakumbuka kukombolewa kwetu. Sema nimekombolewa. Sema nimekombolewa. Kazi aliyoifanya Yesu sio ya kawaida. Ulipokuwa Misri, wewe mwenyewe unafahamu jinsi ulivyokuwa. Lakini kwa neema tumehamishwa, tumetolewa kwenye ule utumwa. Kuna watu walikuwa wanatumikishwa na ndoto mbaya, kuna watu walikuwa wanatumikishwa na ndoto chafu, lakini kwa neema ya Bwana tumekombolewa. Nasema tumeokolewa. Ninakumbuka mateso niliyopitia, lakini Yesu kwa huruma yake amenikomboa. Hata na wewe pia umekombolewa kwa jina la Yesu. Nasema umekombolewa kwa jina la Yesu. Utumwa wa dhambi hauna nafasi kwako kwa jina la Yesu. Nikiwa niko kwenye bajaji nikamwona binti moja amevaa vibaya sana na nywele zake ameweka bleach, alafu amevaa nguo yuko wazi kiujumla. Nikamwambia ninajua huu ni utumwa. Na watu walikuwa wanamshambulia kwa maneno, wanamwambia wewe angalia umefanya nini. Lakini nikapata nafasi ya kuongea naye. Nikamwambia ninajua unachokifanya haukipendi, lakini ni utumwa. Haupendi, ni utumwa. Alikuwa anawajibu kwa jeuri, alikuwa anafanya kwa jeuri, lakini nilipomwambia kwamba ni utumwa, Yesu anakuhurumia, Yesu anakupenda, anataka kutoa kwenye huo utumwa. Yule binti pamoja na hali yake aliyokuwa nayo katika mavazi yake, kwa lile neno nililomwambia, ninamuona anaanza kulengwa na machozi. Kuna watu wanatumikishwa na dhambi, lakini neema ya Mungu ipo. Tuwaambie habari njema, Yesu atawatoa kwenye hizo utumwa. Yesu atawatoa kwenye hayo mateso. Yesu amefufuka. Yesu ametuhamisha kutoka kwenye kila aina ya utumwa. Yule binti akaanza kunisikiliza kwa makini. Usiishie kumlaumu mtu tu, usiishie kumtuhumu mtu tu. Yesu hakutuhumu, lakini alikuja akatukomboa. Na kuambia kwa Yesu Kristo unaweza kumsaidia ndugu yako akatoka kwenye utumwa. Sio kila anachofanya mtu anapenda. Kuna wengine wamekabidhiwa uchawi kwa sababu
walikuwa wadogo na wazazi wao ni wachawi, akakabidhiwa kibuyu, amekuwa anashangaa, mbona nina kibuyu cha uchawi? Mbona ninaendelea na mambo haya? Huo ni utumwa, lakini kwa jina la Yesu Kristo huo utumwa unaondoka. Huo utumwa unatoweka. Nasema kwa damu ya Yesu hata maagano ya giza yanavunjwa. Tumekombolewa, sema tumekombolewa. Tumekombolewa. Kuna utumwa ambao mwanadamu alipitia, lakini pia kudhalilishwa. Alidhalilishwa sana mwanadamu Mwisraeli akiwa Misri. Kuna mambo ambayo watu wako duniani unaweza ukadhani wanafanya kwa kupenda, lakini kiuhalisia wanadhalilishwa na adui shetani. Wanadhalilishwa na adui shetani. Wewe ambaye Yesu amekukomboa, nataka nikwambie, waombee, waambie habari njema, Bwana awatoe kwenye ile hali ya kudhalilishwa. Walidhalilishwa wana wa Israeli, waliteswa mateso yasiyokuwa ya kawaida, walipigwa, waliumizwa, waliuawa ovyo, lakini kwa neema ya Mungu mimi na wewe tuko salama. Tunayo sababu ya kumshukuru Bwana. Nasema tunayo sababu ya kumshukuru Bwana. Kuna watu wamekufa vifo vya ajabu kule kijijini ulipokuwepo. Inawezekana leo kaburi lako lingekuwa limeota majani, lakini kwa neema ya Mungu tumeokolewa, tumekombolewa. Mauti haituwezi tena. Utumwa ni kufanya usichokipenda, lakini kwa neema ya Bwana tumetolewa huko. Utumwa wa dhambi ni kitu kibaya, lakini leo ni Pasaka. Nataka nikwambie, Yesu ametenda kwenye moyo wako. Yesu ametenda kwenye moyo wangu. Leo ni siku ya sherehe, leo ni siku ya kufurahia, na kama una magonjwa Yesu atayaondoa katika jina la Yesu. Nasema Yesu atayaondoa katika jina la Yesu. Hakuna kufa tena, hakuna magonjwa tena, hakuna huzuni tena, hakuna kudhalilishwa tena. Yesu ametushindia. Sema Yesu ametushindia. Sema Yesu ametushindia. Walikuwa wanaishi kwa hofu wana wa Israeli wakiwa katika nchi ile ya utumwa. Na ndio maana kuna watu unawezekana ukawaona wana maisha mazuri, wana magari, wana nyumba, lakini wana hofu. Mimi na wewe ambao tumeokoka, tumemjua Kristo Yesu, tumehamishwa kwenye hofu. Nasema tunao ujasiri kama simba, kwa sababu tunaye simba wa kabila la Yuda. Hatuogopi chochote. Yesu amefufuka, tunakumbuka ametukomboa. Hofu haina nafasi ndani yetu. Hatuogopi chochote, hatuofu chochote, kwa sababu Yesu amefufuka. Sema Yesu amefufuka. Sema Yesu amefufuka. Sema Yesu amefufuka. Mitume na manabii wengine makaburi yao yapo na mifupa yao ipo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka. Ametupa nguvu ya kushinda dhambi, ametupa nguvu ya kushinda hofu, ametupa nguvu ya kutembea kwa ushujaa, kwa sababu Yesu amefufuka. Ametutoa kwenye utumwa. Ule utumwa unaopitia, nasema sio haki yako. Leo utoke kwenye huo utumwa katika jina la Yesu. Nasema utoke kwenye huo utumwa katika jina la Yesu. Yale magonjwa yanayokutesa sio haki yako. Yuko Yesu, simba wa kabila la Yuda. Yeye anaweza yote. Atakutoa kwenye huo utumwa, kwa sababu Pasaka ni kukumbuka ukombozi. Tumehamishwa kwa neema ya Bwana. Sema nimehamishwa kwa neema ya Bwana. Sema nimehamishwa kwa neema ya Bwana. Kuna mtu kama hajasema, inawezekana bado hujahamishwa. Tutapata muda wa maombi. Kama hujahamishwa na Bwana atakuhamisha kutoka kwenye ule utumwa. Kuna watu wanapitia kwenye utumwa wa kuota ndoto mbaya. Kuna watu wanapitia kwenye utumwa wa kutumikishwa na nguvu za giza na uchawi na mapepo na majini. Leo utumwa umefika mwisho kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Umekombolewa mwanamke kutoka kwenye mizimu katika jina la Yesu. Umekombolewa kutoka kwenye ule ugonjwa wa kurithi katika jina la Yesu. Kuna watu wana magonjwa ya kurithi, yaani familia zao huo ugonjwa ni kawaida, lakini tunakumbuka kuhamishwa. Wewe Yesu amekuhamisha, mimi Yesu amenihamisha. Nataka nikwambie, tembea ukisema nakataa magonjwa ya kurithi. Sema nakataa magonjwa ya kurithi. Nakataa kila laana za kurithi.
Unajua kuna laana watu wanarithi. Unaweza kufuatilia historia, unakuta hata namna ambavyo wanaishi, aliishi babu, akaishi baba, anaishi na yeye. Hiyo laana ya maisha unayoishi, maisha ya kuonewa, hiyo laana imeondoka katika jina la Yesu aliye hai. Yesu alipokufa pale msalabani, alimaliza yote. Ile tabu inayokutesa, nasema imefika mwisho kwa jina la Yesu. Vile vifungo walivyowafunga wana wa Israeli wakafungwa na Wamisri, vile vifungo kwa sababu ya ukombozi wa Mungu wetu, wana wa Israeli wakatoka kwenye vile vifungo. Vile vifungo vinakuachia kwa jina la Yesu. Nasema vile vifungo vinakuachia kwa jina la Yesu. Maana Yesu aliyefufuka, yeye ana nguvu, yeye anaweza, yeye anatosha. Hakuna kama yeye. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Aliyewaokoa wana wa Israeli atakuokoa na wewe kwa jina la Yesu. Kwenye ule utumwa ulioteseka, nakwambia leo toka kwa jina la Yesu. Nakwambia leo chomoka kwa jina la Yesu. Kwenye ile adha, roho ya kuonewa, walionewa wana wa Israeli, walionewa, lakini kwa neema ya Mungu akawashindia. Nataka nikwambie, Mungu yuko tayari kukushindia. Usiogope. Nakwambia usiogope. Yesu yupo leo, na waliofungwa watafunguliwa kwa jina la Yesu, maana amefufuka. Nasema yu hai. Nasema ana nguvu. Haleluya. Haleluya. Mimi ninayeongea hapa, kama sio kazi ya Yesu ya msalaba, basi nisingekuwa hivi nilivyo. Niko hivi nilivyo kwa sababu Yesu amenikomboa kutoka kwenye utumwa wa giza, na wewe pia atakukomboa kwa jina la Yesu. Nikupe story hii. Mimi nilipozaliwa niliitwa Godfrey Laban. Hilo ndio lilikuwa jina langu. Lakini walipoendelea kuniangalia, wakaona huyu ana asili fulani ya kutaka kumtumikia Mungu. Nikiwa mdogo kabisa. Unajua kuna watu wana miroho, kuna watu wana macho, anaweza akamuona mtu akajua nini kimo ndani yake, na wakataka wakiharibu mapema. Lakini kwa neema ya Bwana amejitunza salama. Ninaitumikia madhabahu ya Bwana kwa ukombozi wa Yesu. Wakaona huyu akiwa Godfrey, hapana, huyu tumweke afanye kazi ya kutumikia mizimu. Na ndio maana ukinisikia nasema hivyo, ni kwa sababu nilipitishwa katika eneo hilo la utumwa huo, lakini Yesu kwa kifo chake pale msalabani amenikomboa, na wewe atakukomboa kwenye ule utumwa kwa jina la Yesu. Wakanibadilisha jina ili kwamba niweze kuendana na ile mizimu. Mimi kwa kabila ni Mnyiramba, watu wa Singida, Mnyiramba. Kwa hiyo nikapewa jina ambalo linaendana na miungu ya Kinyiramba ili niweze kutumikia mizimu, na kiuhalisia nikaanza kuitumikia. Lakini kwa neema ya Bwana nimechomoka. Na wewe pia utachomoka. Haleluya. Nikabadilishiwa jina kutoka Godfrey Laban nikapewa jina Magandi. Sasa jina Magandi huwa silipendi kulitumia kabisa. Wewe fahamu kama sehemu ya ushuhuda, sipendi kulitumia, ila Yesu ameshanikomboa. Haleluya. Jina Magandi maana yake ni Mungu wa Kinyiramba. Bwana tusaidie kuelewa. Kwa hiyo nikawa na access, nikawa na nafasi ya kuweza kuwasiliana na mizimu, na kwenda kwenye kaburi la babu, na kwenda kwenye makaburi fulani, nafanya mambo ya kishirikina, nafanya mambo yale. Nilikuwa nateseka, lakini neema ya Yesu ikanitoa huko, akanirudisha kwenye nafasi yangu. Ninamtumikia Bwana aliye hai. Nataka nikwambie, kama unatumikia mizimu, Yesu amekukomboa. Huko sio kwako. Chomoka kwa jina la Yesu. Nasema chomoka kwa jina la Yesu. Niliyekuwa natumikia mizimu, Yesu akanichomoa. Haleluya. Kwa neno la mtumishi wa Mungu mmoja, na mimi leo nasimama kama yule mtumishi. Jina lake anaitwa Paulo, namkumbuka mpaka leo. Akaniambia hicho unachokifanya sio sahihi. Wewe muombe Yesu, wewe jikabidhi kwa Yesu. Karibu nikuombee. Aliponiombea, Bwana akanisaidia, akanifungua kutoka kwenye mizimu, akanifungua kutoka kwenye utumwa wa kuwa mganga wa kienyeji, wa kuwa mchawi. Kwa jinsi hiyo ninamtukuza Bwana. Ninakumbuka mateso yale, lakini ninamtukuza Bwana. Nasema mtukuze Bwana. Waliofungwa wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Ulionewa
Yesu. Kama naelewa sema amen, 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 amen. Roho ya ukahaba iliyoachiwa haina nafasi. Nikamwambia ndugu yangu mmoja, damu moja, amefungwa na roho ya ukahaba. Kumbe ni kwa sababu ya mizimu. Nataka nikwambie, nilipookoka nikaanza kusimama kuwa msaidizi. Nikasimama kuwa msaidizi wa familia, kuwatoa kwenye vile vifungo. Na kwa jinsi kama hiyo, aliyekuwa dada yangu, Mungu akamsaidia kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vya utumishi wa giza katika namna ya ukahaba. Yesu anaweza yote. Nasema Yesu anaweza yote. Alitupiwa mapepo kutoka baharini, alitupiwa majini ya mizimu, lakini kwa jinsi kama hiyo, damu ya Yesu ina nguvu zote. Jina la Yesu linaweza mambo yote. Nataka nikwambie, ugonjwa ulionayo, tabu ulionayo, maonezo ulionayo, leo ni mwisho. Nasema leo ni mwisho katika jina la Yesu. Umekombolewa. Sema nimekombolewa. Ninaposema umekombolewa, sisemi umekombolewa kwa yale mambo ya kitapeli, sijui sadaka ya ukombozi. Sadaka ya ukombozi ni Yesu pekee yake. Nasema ni Yesu pekee yake. Nasema ni Yesu pekee yake. Umekombolewa kwa damu ya Yesu. Nasema umekombolewa kwa damu ya Yesu. Vifungo vilivyokufunga havihitaji kafara. Vifungo vilivyokufunga havihitaji kuku, havihitaji mbuzi, havihitaji zindiko. Vinahitaji damu ya Yesu. Ina nguvu ya kuvunja kila maagano. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Nasema umekombolewa kwa jina la Yesu. Ile roho ya kuonewa haina nafasi kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaonewa kwa sababu ya kukandamizwa na adui. Leo unatolewa kwenye hali ya kukandamizwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi wetu. Tunakumbuka tumekombolewa. Kama hujakombolewa, leo unakombolewa kwa damu ya Yesu. Nasema leo unakombolewa kwa damu ya Yesu. Leo unakombolewa kwa damu ya Yesu. Yesu alipokufa pale msalabani, alitukomboa na laana, na ndio maana amelaaniwa aangikwa msalabani. Yesu aliangikwa msalabani ili kututoa kwenye laana za ukoo, laana za kishetani. Nasema laana hazina nafasi kwako kwa kuwa umekombolewa na Yesu. Achana na habari ya kwamba una laana ya ukoo. Tulio kwa Yesu hatuna laana. Haleluya. Usije ukasema tunakunywesha mafuta ili kuondoa laana. Yesu Kristo aliyefufuka ana nguvu. Hauhitaji mafuta, hauhitaji chumvi, hauhitaji juisi, hauhitaji maji ya upako. Iko damu ya Yesu inajitegemea. Inavuta kila laana, inavuta kila kazi, inavuta kila minyororo, inavuta kila magonjwa, inavuta kila mateso katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Zile ndoa za kiroho zinavunjwa kwa damu ya Yesu. Utumwa wa kuolewa wakati hujaolewa, hiyo roho inavunjika leo kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Nasema kwa damu ya Yesu aliye hai. Magonjwa hayatakuweza tena, laana haitakuweza tena. Aliyefufuka anaweza mambo yote. Haleluya. Inawezekana umeteseka kwa muda mrefu kwa ugonjwa ulio nao. Tumekombolewa kutoka kwenye magonjwa. Zaburi ya 103 mstari wa 3, neno la Bwana linasema anakusamehe maovu yako yote, anakuponya magonjwa yako yote. Waganga wa kienyeji wana listi ya magonjwa wanayoponya, lakini Yesu anaponya magonjwa yote. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Nasema umekombolewa kwa jina la Yesu. Nasema tembea kifua mbele, kwa sababu waliokuonea, waliokuwekea alama, hizo alama zimefutwa. Yesu amekutoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Mateso sio sehemu yako ya maisha. Tangu leo. Kwa nini alisema tuendelee kukumbuka? Mwanadamu anapita kwenye mateso mbalimbali, lakini neema ya Yesu imetuweka salama. Nasema neema ya Yesu imetuweka salama. Akawepo ndugu yangu mmoja anaonewa sana. Akifika darasani akikaa anaona giza, haoni chochote, anashindwa kusoma. Kumbe ndani yake Mungu ameweka kitu, asome mpaka aende vyuo vya juu, na Mungu wa mbinguni akamsaidia. Kwa maombi niliyoomba, zile roho zikaondoka, akaanza kuona. Na Bwana wa mabwana atakusaidia unayoteseka na mtoto wako kule shuleni. Roho za magonjwa zimekoma kwa jina la Yesu. Nasema zimekoma kwa jina la Yesu. Ule wizi na utumishi wa giza unaofanyika hauna
hauna nafasi, kwa sababu yuko Yesu, simba wa kabila la Yuda. Ningeona mtu ampigie makofi Bwana Yesu na vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakajaribu. Huyu mwanangu ninayekuonyesha Salvatore akapita kwenye mapito. Wakataka wamuue. Kwa namna gani? Wakamtumia jini. Nikiwa namaliza chuo cha Biblia, narudi nyumbani Singida. Nimefika kwenye nyumba yangu, namuona kwa mbali mwanangu amekaa, alikuwa mdogo sana, kama miaka 2-3. Ananiona tu hivi. Anadondoka, anageuza macho. Amekakamaa. Mtoto anataka kufa. Kumbe ni kazi iliyotumwa kwamba nitakaporudi ndio mtego wa kwamba mwanangu aondoke. Lakini ashukuriwe Mungu. Nikaenda nikambeba mwanangu, ninalia machozi. Yesu uko wapi? Yesu, nitasema nini mwanangu akiondoka kizembe? Nitahubirije injili yako? Maana ninakaa katikati ya watu wanaojivunia uchawi. Ninakaa katikati ya watu wanaojivunia uganga. Na walisema utaona. Na wanataka wanionyeshe. Yesu, usinyamaze. Yesu akajitokeza, akamsaidia mwanangu. Makofi kwa Yesu. Asema makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inatupa nguvu. Hatuogopi wachawi wanaotaka kuroga watoto wetu. Nasema haiwezekani kwa jina la Yesu. Watumishi wa kuzimu hawatuwezi kwa jina la Yesu. Maajenti wa kuzimu hawatuwezi kwa jina la Yesu. Maana Yesu amefufuka. Sema Yesu amefufuka. Sema yu hai. Hawakuchoka. Mwanangu wa pili, Stanislaus, naye akapitia kitu kile kile. Akaja daktari mmoja bingwa, akasema mwanao inabidi aanze kutumia dawa for the rest of his life. Kwa maisha yake yote inatakiwa atumie dawa, kwa sababu akawa anaanguka kifafa. Jambo hilo liliniumiza moyo. Nikasema Yesu uko wapi? Yesu uko wapi? Yesu amefufuka. Unapomwita anaitika. Unapomwita anaitika. Anasema niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Sema Yesu. Sema Yesu. Unisaidie. Unisaidie. Unirehemu. Yesu anakurehemu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwenye mkutano wangu mmoja wa injili nikawakaribisha wachawi. Nikamwambia hamniwezi. Na ni kweli hawakuniweza. Lakini walikuja kujaribu. Nataka kuambia jinsi walivyojaribu. Kama ungependa kusikia ungepunga mkono wako namna hiyo. Haleluya, haleluya. Nikamwambia hamniwezi kiroho, hamniwezi kimwili. Haleluya, haleluya. Bwana Leonardo Elibode, hauniwezi kiroho, hauniwezi kimwili. My dream was not to be a pastor. Ndoto yangu haikuwa kuwa mchungaji. No, hapana. Hii Bwana kaniita tu. Na ndio maana kuna mambo nikiona ninabidi nirudi. Bwana, mimi nilikuwa kule. Bwana tusaidie sana. My dream was to be a soldier. Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwanajeshi. Haleluya. Hiyo ndio ndoto yangu. JWTZ. Baba yangu alikuwa ni askari polisi. Mimi nikasema sirudi kazi ya baba. Mimi nitakwenda kufanya kazi nyingine, kuwa askari wa JWTZ. Lakini Bwana wa Bwana akaniambia hapana, nimekuita wewe ni mwanajeshi katika ufalme wa Mungu. Nasema mimi ni askari katika ufalme wa Mungu. Haleluya! Na maana kila ninapokwenda ninakuta kuna roho zimewekwa, ninakuta kuna mamizimu, ninakuta kuna uchawi, na kama askari na mwanajeshi wa Kristo ninaangusha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu amefufuka. Tunayo sababu ya kujivuna. Mkasa naona namkuta mwanangu wa kwanza Salvatore. Ndoto yake ni kama mnavyomuona alivyovaa. Hiyo ndio ndoto yake. Na hakuna namna. Unajua unaweza kuzuia wewe kujenga hekalu alafu akajenga mtoto wake. Si ndivyo ilivyokuwa hata kwa Daudi? Hiyo ndio ndoto yake. Na yuko hivi. Bwana tusaidie sana. Yuko hivi. Na Yesu huwa anawaandaa watu kwa kusudi lake. Haleluya. Mlee mtoto katika njia ipasayo. Kuna namna Mungu anataka mtumie kwa namna hii. Ninamlea mjue Kristo, akienda huko anakuwa ni mwanajeshi aliyeokoka. Kama unanielewa sema amen. Kwa vifungo vya giza havina nafasi, kwa sababu Yesu ameniita, ameniambia wewe ni askari katika ulimwengu wa kiroho. Nasema magonjwa, wachawi hawana nafasi, kwa sababu Yesu amefufuka.
nikasahau. Wakajaribu. Wakajaribu ndugu yangu. Siku hiyo Bwana akaniongoza, beba familia yako yote. Tukafunga nyumba yetu, tukaondoka, tukaenda kwenye mkesha. Nikaenda kukesha na wanangu. Kumbe Mungu ananiepusha na kombora lilokuwa linarushwa. Wabibi wa lile eneo wakakubaliana turushe kombora. Ndugu yangu wakarusha. Nikwambie nilivyokuwa. Nikarushwa kombora. Nilipofika halijatukuta. Nikirushwa kombora halitakukuta kwa jina la Yesu. Halitakukuta kwa jina la Yesu. Unajua kukimbia wakati mwingine ni silaha ya vita. Hata Yesu mwenyewe alikimbilia Misri ili amwepuke Herode. Bwana akatukimbizia kanisani tukaepuka lile kombora. Utaepuka makombora ya kichawi kwa jina la Yesu. Utaepuka makombora ya majini kwa jina la Yesu. Ninakuja asubuhi narudi nyumbani kwenye mkesha na wanangu. Ile nafungua mlango nakuta damu imetapakaa mlangoni. Ndani tumefunga, hakuna mtu, tunakuta damu imetapakaa. Ni nini ambacho kinye damu hichi? Labda ni nyama au ni mdudu au ni nini? Mbona tumefunga milango? Yesu alifanya kazi yake. Nasema Yesu alifanya kazi yake. Nikaanza kutembea kwenye mtaa ule. Wakati ninatembea nikakutana na bibi mmoja mchawi, akaniambia shikamoo. Can you imagine? Nasalimiwa na bibi. Nikaona hapana, kama sijaelewa hivi. Rudia mara pili, unasemaje bibi? Akasema shikamoo. Na mimi nikaitikiaje unadhani? Marahaba. Haleluya! Kwa sababu tunaye Yesu. Anaposema yuko chini ya miguu yake, nasema naam, kaa hapo. Maana tumepewa mamlaka. Yesu amefufuka. Nasema Yesu yu hai. Magonjwa hayana nafasi kwako. Mapepo hayana nafasi kwako. Majini hayana nafasi kwako. Vifungo havina nafasi kwako. Yesu amefufuka. Kila magonjwa yanaondoka leo kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Kila magonjwa yanaondoka kwa jina la Yesu. Uliye mgonjwa Yesu anaweza. Katika jina la Yesu Kristo hakuna la kumshinda Bwana.